Kichwa cha somo la leo kinasema Biblia ina majawabu ya kila tatizo. Biblia ina majawabu ya kila tatizo. Tufungue kwa maandiko. Tusome katika kitabu cha Yeremia mlango wa 32. Tusome mstari ule wa 20 na 7. Yeremia 32 tusome 27 anasema hivi. Tazama mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Ndio neno la Mungu. Ndipo somo lilipoanzia pale. Tutaenda tujifunza vitu vingi. Leo tunaangalia kitu kinachosema Biblia ina majawabu, ina majibu ya kila aina ya tatizo lolote lile unalo au tunalo ninaloweza kulipitia. Kama utangulizi tu leo hii walimwengu, wanadamu na specifically wa Kristo wamejawa na matatizo mengi sana. Wamejawa na hofu na wasiwasi. Saa hizi kuna magonjwa mengine yanatokana kabisa na hali ya hofu na wasiwasi na matatizo yanayokithiri katika maisha yako. Unasema kama matatizo yalikuwepo tangu zamani, ndio utakuwa hujakosea. Lakini kila wakati tunavyosogea, kila muda unavyopita, matatizo yanaongezeka. Watu wanaojiua wanaongezeka. Kujiua, watu wanaouana. Wewe uulize, ukitafuta tu idadi ya wanandoa wanaouana, wakaacha vitoto vichanga viyatima, wakaacha miji na familia iliyofarakana, iliyo na majonzi na masikitiko na maumivu ya milele, wazazi wale ambao watoto wao wanatangulia kwenda kaburini, ni namba ndogo. Wewe uliokuwepo zamani, mliokuwepo nyuma kidogo, labda na mimi naweza nikasema hivi mtu mwingine anakuambia ni kwa sababu vyombo vya habari vimeongezeka. Wewe ngombe uhitaji vyombo vya habari, midomo ya watu inatosha tu kukuambia kilichotokea sehemu. Watakwambia ni kwa sababu saizi vyombo vya habari vimeongezeka, kwa hiyo watu wanajua taarifa, wanajua. Hapana, watu bila simu, bila redio, bila TV, habari iliyotokea itajulikana. Itajulikana. Leo hii hivyo vitu vinaongezeka na vimeanza sasa hata kuzoeleka. Hushangai tena. Kwa hiyo wanadamu wamejawa na matatizo, vifo visivyoeleweka. Unasikia mtu alikuwa mzima hivi baadaye anasema amekauka. Vifo vya namna hiyo vilikuwa tangia kumbo kwa dunia ndio. Lakini matatizo yana tabia ya kuzaliana. Niko tunaangalia jinsi ya kuweza kutumia Biblia kutatua kila changamoto na tatizo tunaweza kulipitia. Tunataka kuona Yeremia anasema, neno la Mungu akinena katika kinywa cha Yeremia, anasema mimi ni Bwana wa kila kitu. Ni kitu gani kinachoweza kunishinda? Nikwambia tukijua hilo, kila tunalopitia tukilikabidhi kwa Mungu wetu na tukatumia neno lake. Kwa sababu neno la Mungu ndio katiba, ndio mwongozo. Tusiende kwa Mungu kwa jinsi tunavyofikiria. Mungu anaweza yote, nitaenda hivi, hapana. Mungu anasema fanya hivi, fanya hivi. Matatizo ya watu wanaoana kwenye ndoa, wanaomalizana, wanaouana, wanaoumizana, wanaokatana mapanga, hayaendi kwa Mungu na kusema Mungu tusamee na mapana. Inaenda kwa kuishi mahusiano yale yaliyoweza kati ya wanandoa na wanafamilia. Unaenda unasoma Efeso 5:22. Unaenda unasoma Efeso 5 na Kolosai 3. Epukeni pombe, vilevi. Wewe mwambie hakuna, inaweza katokea, lakini asilimia nyingi watu wanaoana vitu vinaitwa homicide, watu wanaomalizana, vinakuwa vinahusisha vileo.
na pombe. Kwa hiyo wewe unasema nitalipeleka kwa Mungu, nitaliombea nini? Alafu nenda kahubiri dhidi ya ulevi. Utakuwa unalipeleka kwa Mungu, unatafuta utatuzo ile jambo, lakini kwa jinsi ya Mungu, sio kwa kusema nilipeleka kwa. Leo hii watu wanaamini kwamba matatizo utayasolve yote kwa maombi. Kuna silaha ziko 7. Sehemu moja tu. Kwa za kiroho tulizopewa. Ziko 7 kwenye kitabu cha Waefeso mlango wa 6. Kwa hivyo watu tungeweza kuyaishi maisha ya Efeso 5 ya wana familia na Efeso 6 ya jinsi ya watu, watoto na wazazi na mtu na bosi wake maeneo kazini. Kuna matatizo makubwa sana makazini kwa watu. Maeneo ya kazi. Halafu maisha yetu ya kiroho kwenye Efeso 6 mwishoni kuanzia mstari wa 10. Unaweza ukasolve matatizo makubwa sana katika maisha yetu. Vipi habari za mikosi? Nilikuwa naongelea mtoto ambaye alifiwa na wazazi wote na ndugu wakati yuko anajiandaa kumaliza form 4. Vipi hiyo mikosi na hiyo mikasi? Tukitumia Kumbukumbu la Torati mlango wa 28. Leo tutasoma sana Kumbukumbu la Torati 28. Leo hii kuna matatizo mengi ya malezi, yapo hayapo. Biblia inasema, Yesu aliwaambia watu akasema, mtafika kipindi fulani. Alikuwa anasema katika Luka 22. Alikuwa anawaambia wale wanawake wa Yerusalemu. Luka 23. Anasema mtafika kipindi mtasema heri matiti yasiyonyonyesha na matumbo ya matasa. Mtakuwa mnajuta kuwa na wale watoto. Mnajuta. Nadhani kwamba hiyo kitu alikuwa anasema tu hewani au havipo. Haviji. Yaja. Leo vipi kuhusu matatizo ya kiuchumi? Na kwa sababu shetani ameleta wewe ukirudi nyuma miaka 30 20 hiyo niliona. Ulikuwa unahitaji kula, kunywa na kwenye kula sana sana. Kwani ni watu wote walikuwa wananunua mafuta ya kula? Sana sana kama ulikuwa unaweza kutengeneza mafuta ya mimea au ya ng'ombe. Lakini ya kusema kwamba lazima kile chakula umeenda dukani umepata sunflower, si umepata Singida. Lakini kama ulikuwa unahitaji tu chumvi, ndizi zako, ugali kidogo, maharage, vitu wewe unavizalisha wenyewe. Mahangaiko ya pesa yalikuwa sio makubwa kiasi hiko. Ukitaka ukiwa nywele zikiongezeka au unamtafuta jirani yako, unakuwa na mkasi wako anakupunguza. Sasa hivi mpaka uende baba shop, wakuguse mpaka huku, wakusugue mpaka kule, ndio uweze kidogo kutokelezea. Na especially kama ni mtu wa tamaa. Mpe hiyo. Amina. Matatizo ya kiuchumi. Vipi hali ya ajira? Ukirudi nyuma watu walipokuwa mtu anamaliza tu darasa la 4. Unamkuta ni yuko ameajiriwa na analisha na ndugu zake. Sasa hivi mtu anaweza kumaliza na akimaliza degree ya kwanza maisha yanamuia magumu. Anasema nitarudi shule tena anapiga ya pili. Akimaliza ya pili akagundua anasikia anapata kaskwaship anapiga ana ya 3. Vinaishia huko. Yaani shule kunakuwa ndo ajira. Uchumi na umaskini unaokuja na mazingira magumu ya kiuchumi. Vipi watu wengine wanafika sehemu fulani wanaouza roho zao. Unakuta amepanga mipete hapa. Kagua basi huku shingoni mikufu yenye vitu gani na hizo ndizo nini zile zinaitwa hirizi hizo. Hizi hirizi nyingi zimehamia kwenye mikono. Na vibangili fulani. Wengine hirizi nyingine wanaume wengine niliona kimchezaji fulani cha Brazil si inaitwa nani si. Kinavaa heleni za misaraba. Unakuta kinazo 2 huku na 2 huku mwanaume. Alafu unakuta wanadamu wanashangilia, yani ndio ndoro modo Mungu wake duniani. Alafu ni Mkristo. Watu ambao Mungu wao ni Neymar wa Brazil ni wangapi? Brother wa mipira tuambie. Wewe haumo? Haumo sawa. Lakini ni wangapi? Ni wengi.
Neema amefanya hiki. Nimetoa mfano tu, nisamee hata simjui vizuri. Nachokiona naonaga tu ana nywele nyeupe kama nani? Kama unashona kuona kama ni mvi au ni nywele za asili au ni vitu gani kaweka vumbi. Yaani kwa wala sio bleaching kama vumbi fulani. Anaviweka mpaka nadhani hata kwenye nyusi za juu ya macho. Na kope. Matati. Ajira. Leo hii vijana unaposikia kitu kinaitwa Gen Z leo. Wale hawajawa Gen Z kwa sababu nyingine ni kwamba tu wana common problem moja. Hawana uhakika wa maisha. Tatizo ya maisha. Wewe kwambie unaweza ukawa Gen Z kwa maana ya umri lakini bado ukaishi maisha mpendezayo Mungu. Biblia ina majibu ya hilo tatizo nalo. Wewe maisha ya ujanani ni magumu kidogo, transition kutoka utoto kupitia ujana kwenda kwenye young adult au watu wazima warika watu wazima. Kule kuna mhitaji Mungu pale, kuna majibu ya Biblia mengi tu. Tuko tunaangalia somo linasema Biblia ina majawabu ya kila tatizo. Ajira. Vipi ndani ya familia usaliti. Usalitiana. Na sio usaliti tu wa mahusiano ndani ya familia ya wenye wanandoa. Kusalitiana hata katika nani? Vipi kusikia mama ambaye ana nyumba zake ambazo mume hazijui, alafu bado anakusanya kodi, alafu bado anadai hela za kusuka. Na kodi anakusanya. Mimi nishakusikia baba mmoja alikuwa amepanga nyumba ya mke wake hajui. Anaenda kodi anamlipa yule kumbe hela inarudi kwa mama. Nyumba ni mke anasema jamani kuna nyumba tumeiona nzuri iko ni rafiki yangu na anafika pale mkataba na mimi natoa hii nini miezi 6 kumbe miezi 6 narudi kwa mke wake. Anatoa ikiisha anakunguta mfuko baadaye anamwambia baba fulani hela ya kusuka. Wakati ametoka kuitoa kwake kwa nyumba yake aliyojenga. Hivyo vitu vipo havipo kwa kiwango kikubwa. Vipo. Hayo ni matatizo. Hayo tatizo hatima yake naye kazaa kwanza kwa sababu baraka za Mungu. Lakini anaweza kazaa pia makabiliano makali na maumivu na kuuana wakati mwingine. Kwa sababu mtu kuna watu wengine hawana kifua akisalitiwa kidogo hatua inayofuata ni kushuti alafu kinaweza kushuti kuna anajishuti. Alafu wakati mwingine anashindwa kufa. Anapelekwa hospitali, anatibiwa, anarudishwa gerezani. Biblia ina majibu. Wewe kwambie tukitembea katika mwanga wa neno la Mungu, haya mambo mengi tutayashia. Hakuna garantia kwamba tutapita bila matatizo. Ningekuwa nafundisha zile zinaitwa prosperity gospel. Ningekwambia kwamba ukishakuwa na neno la Mungu, ukatembea katika kweli na wokovu, mambo yako yote matatizo yote umemaliza pana. Lakini Biblia inasema Mungu hata tukurudisha katika yale magonjwa yaliyokuwa Misri. Tutaugua kichwa hapa na pale, tutafanya nini? Lakini hata hatutaugua ukimwi. Hatutaugua kansa. Hatutakatwa miguu kwa sababu ya sukari. Vipi magonjwa, vipi mikosi na mambo mengine. Biblia inasema katika sitafungua pale. Ngoja nisome. Nisema sitafungua lakini naona na ujua lakini ni usome vizuri ujumbe uende moja kwa moja. Mstari wa 10 Mathayo 24 nasema hivi. Ndipo wengi watakapojikwaa nao watasalitiana na kuchukiana. Anaendelea kusema na manabii wengi wa uongo watatokea. Wewe kwamba tatizo la manabii wa uongo ni kubwa kwenye uso wa dunia. Biblia ina majibu dhidi ya manabii wa uongo. Nani anaweza kubaliana na hii kauli? Hilo ni tatizo mbele za Mungu. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganyana na kuwadanganya wengi na kwa sababu ya kuongezeka kwa maovu. Anatumia maasi kwenye Biblia ya Kiswahili. Kwenye King James anatumia neno iniquities, dhambi. Maovu, actually maovu. Na kwa sababu ya kuongezeka kwa maovu upendo wa wengi utapoa.
upendo. Upendo Biblia inasema husitiri wengi wa dhambi na matatizo. Kwa sababu upendo ukisha poa lazima utegemee matatizo kuzaliwa katikati ya wanadamu. Kuchukiana, kugombana, kufitiniana. Wewe tuyataja maneno mabaya hata kama hayavutii. Wewe tatizo haliondoshwi kwa kulinyamazia. Tatizo huondoshwa kwa kupingwa, kukemewa na kukataliwa. Yesu anasema katika Marko 7:19-21 pale. Anasema ndani ya mioyo ya wanadamu unazaliwa nini? Uchafu, washerati, uchuki, ugomvi, faraka, na upumbavu. Maneno yale yalikuwa yanatoka kwenye kinywa cha Yesu. Haya kwa maneno yale jamaa letu. Hebu simameni wapendwa wote wa Mungu. Shikeni vitambaa vyeupe. Anasema katika Yeremia sehemu fulani nafikiri nilifundisha nyuma kidogo. Anasema kwa sababu wameliponya jeraha za binti zangu kwa juujuu. Akimaanisha kwamba alikuwa anaongelea wahubiri. Manabii. Anasema wanaenda juujuu. Hawaendi kwenye mizizi. Yaani kama uende kwa daktari una ugonjwa mkubwa labda yaani tuchukue kwa mfano kama migraine, labda kile kipanda uso kikalikali. Alafu anakupa kapana. Labda ni mama anaenda anatumia madawa ya kuzuia ujauzito yanamsababishia kichwa. Alafu anaomba nenda kanywe maji mengi. Anaweza kupata nafuu kidogo kwa ile tu ya kukutana naye kwamba tu umeona mtu amevaa nguo nyeupe na nini, lakini ugonjwa utaendelea. Unaponya kwa juujuu. Labda mtu anakohoa kwa sababu ya TB. Ukaenda maki siku hizi kila Panadol ni dawa ya kila ugonjwa. Unampa Panadol. Unatibu TB. TB ina dawa ina treatment regimen yake. Ina combination yake. Na time regimen yake. Sasa na neno la Mungu liko hivyo kwamba haya kwa wewe matatizo ya ulimwengu ya si teknolojia na maendeleo yanaongezeka, matatizo ndivyo yanavyopungua. Moja hapana sio hivyo. Na hayo ni mengine tunaona kwa macho, lakini kuna matatizo ya roho. Wewe ngoja niulize swali, ukichukua wastani wa Mtanzania tu wa kawaida, mwananchi wa kawaida yuko ndani Kisarawe kule, Kisarawe mnisamee. Yuko tu anaamka asubuhi anatungua nazi zake, anapika ubwabwa wake kidogo na maharage, nyama anakula Pasaka labda. So kule hakuna ng'ombe Kisarawe, wako kidogo sana Masai wao. Na ukachukua yule Mjerumani aliyoko Berlin katikati ambaye nyama zinasafishwa kutoka Uholanzi na dunia nzima na nini. Mimi nimeishi na hawa watu kote. Wa duniani huku, wa Uswahilini huku na yule wa nchi zoendelee. Ndani ya moyo huyu ameridhika, moyo wako umetulia kuliko yule ambaye yuko sehemu zilizoendelea. Sio kusema kwamba tusitafute maendeleo. Ikieleka hivyo mtakuwa mmeniona sicho nilichofundisha. Ninachotaka kuonyesha ni kwamba wakati tunajaribu kudhani kwamba tunasolve matatizo, tunatatua matatizo, wakati dunia inaendelea kumweka Mungu mbali na neno lake, ndivyo tunaendelea kuongeza lundo la matatizo. Kwa macho yangu naona mambo yanaenda vizuri. Nchi ya Iceland iko katika ile mataifa matano. Wewe ukisikia data za dunia hii, data ni kama takwimu fulani ya dunia hii. Kwamba kitu cha nchi ya kwanza kwa kufanya hivi, vitu vingine vimekuwa vya kutengeneza vya uongo. Nchi ya Iceland iko miongoni mwa mataifa yanayojulikana kwamba ni mataifa yenye furaha. Katika top 5, wasipokuwa namba 1 wanakuwa namba 2 mwaka huu. Wanakuwa wanabadilishana huko. Na Denmark, Sweden, Finland, Norway kidogo hapo. Lakini nchi kama
ina watu kama 300,000 na kidogo. Wanapungua kila labda mbaki 200,000. Nikaa kisiwa fulani. Lakini nakuhakikishia ile nchi ukitafuta kitu inaitwa per capita. Per capita ni wastani kwa mtu mmoja kwa mwaka. Ni nchi inayoongoza kwa matumizi ya vilevi, matumizi ya madawa ya usingizi kwa sababu hawawezi wakalala usiku. Sasa mnafuraha hivi, unafuraha isiyo kuruhusu kulala, hiyo ndio furaha gani? Au ndio ile furaha ya kulala ba? Unaamka asubuhi unaumwa kichwa. Unaona wenge. Unaona dunia inatembea. Hiyo ndio inaitwa furaha. Hiyo ndio kipimo cha furaha cha hao wanadamu wa dunia hii. Na watu wanatafuta hiyo, wakienda chuo wanatafuta maisha namna hiyo. Ni kujidanganya. Ieleweke. Mimi mbona umeshtuka? Sirudi. Kujidanganya. Mtu anaye sasa katika. Bwana anasema kwa sababu ya kuongezeka kwa ufupi ni kwamba kwa sababu ya watu kwenda mbali na Mungu wao na upendo wa Mungu utapoa. Neno la Mungu litaenda mbali, matatizo yataongezeka. Biblia inasema katika kitabu cha Timotheo wa 2 mlango wa 3. Tutasoma pale kwa sababu ni mistari mirefu sana. Mlango wa 3 mstari wa 1 mpaka wa 6. Anasema katika siku za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Watu watakuwa watu wenye kujipenda wenyewe yaani watu wakorofi wakatili. Hebu nikwambie, kati ya watu wa mjini hapa hawa wenye kutafuta kudhani mifumo ya wanadamu. Mjini kuna mifumo mingi ya wanadamu. Na hawa walioko huku pembeni wapi wenye kama nitumie neno gani? Utu. Ni wapi? Watu wa mjini wana utu. Utu unapungua. Kwa nini? Kwa sababu falsafa zao za wanadamu zina ongezeka, falsafa za kimungu kweli. Na wakitokea hivi, wewe ulize manabii wa uongo ni wengi huko vijijini au ni wengi hapa mjini? Huangoi mjini manabii wa uongo. Huangoi. Na kazi yao inaonekana. Huwezi ukashangaa ukaenda kwenye kanisa na nabii wa uongo au manabii wa mjini hapa. Ukakuta timu yake waimbaji wote wameweka minywele kama ya nani? Kama ya matambiko wale nishawahi kuona sehemu kama watu wanavalishwa vitu vya kutambikia. Na vinguo vya kikahaba, alafu ndo wanamwimbia Mungu pale. Hizo ibada zinamuudhi Mungu sana, na Mungu anasema nitazifanya juu mbingu ziwe kama chuma na ardhi iwe kama shaba. Mvua hainyeshi, ardhi inakauka. Hivi kuna matatizo ya hali ya hewa au hayapo? Yamejaa. Kwa hiyo siku za mwisho watu watakuwa ni watu hatari. Dunia itakuwa imejaa na watu hatari. Kukutana na mtoto akamwambia mama yake au baba yake akamwambia neno kama la tusi na jamii kaona ni kawaida. Ni kitu cha kawaida. Wengine tunawaona hata hapa mtaani. Kitu cha kawaida. Lakini ndivyo Biblia inasema. Inasema mtii baba yako na mama yako. Au Biblia inasema ukimwona mtu mzima anaingia, nyanyuka. Kama kuna kiti kimoja, nyanyuka akae. Ndivyo ilivyo maisha mjini. Ndivyo maisha ya falsafa ya wanadamu. Lakini Biblia inasoma matatizo. Wewe mwambie mtu anaweza kanyanyuka, baraka zitakazotoka pale ni mara 10 ya kama angeendelea kukaa pale. Huyo akakosa pa kukaa kamdharau. Kusoma katika kitabu cha Amos mlango wa 8 mstari wa 9-11. Anasema Amos 8, ngoja nisome. Lakini anasema mtaendelea, mtaniacha, neno la Mungu mtalikataa, mtafika sehemu fulani anasema nitafika sehemu nianze jua litakuwa linatua saa 8. Unajua maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kutatokea mambo yasiyokuwa ya kawaida.
Badala ya jua kutua saa 11, hivi ikitokea saa 8 ukaona jua limezama. Utasema haya siku ya kawaida. Anasema jua litatua saa 8. Amos 8 tusome 9 mpaka 11 anasema. Tena itakuwa siku hiyo asema Bwana Mungu, nitalifanya jua litue wakati wa adhuhuri, nami nitaitia nchi giza wakati wa nuru ya mchana, nami nitageuza sikukuu zenu kuwa maombolezo. Sikukuu zinapokuwa maombolezo, hayo ni nyakati za matatizo. Biblia ina majibu ya haya. Na nyimbo zenu zote kuwa vilio, nami nitatia nguo za magunia katika viuno vyenu vyote, na upaa katika kichwa, nami nitafanya haya kuwa kama maombolezo kwa ajili ya maana wa pekee, na mwisho wake kama siku ya uchungu. Angalia siku zinakuja asema Bwana Mungu, ambazo nitaleta njaa katika nchi, si njaa ya kukosa chakula wala si ya kukosa maji, bali ya kukosa kuyasikia maneno ya Mungu. Wewe ngombe, maneno ya Mungu Biblia isiposikiwa matatizo haya yanatokea. Amen. Ndicho anachosema. Nicho anachosema. Anasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 28 mstari wa 67. Anasema itafika wakati nyakati zinakuja jamani. Na Biblia inasema tazama wakati unakuja, naam, na sasa upo. Anasema mtakapoanza kuona mambo haya yakianza kutokea, jivichangamsheni vichwa vyenu. Wakati mwingine hivi vitu vimeshikana kidogo na ujio wa pili wa Yesu Kristo, lakini vinaanza tu. Anasema kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu au wakati wa Lutu ndivyo itakavyokuja. Anasema watu walikuwa wanaoa na kuolewa, shughuli zinaendelea, wanakula, wanakunywa, wanapanda, wanavuna, wanafurahi, wanacheza. Leo hii maisha ya kupati-pating si ndio yanaongezeka? Hebu waambie wa vijana wa chuoni pale. Anatoka kwao lengo ni kusoma. Lakini Jumatatu mpaka Jumapili ni kujaribu kutafuta maisha ya pati na kupiga vipicha na kuvirusha kwenye mitandao. Asilimia ngapi? Kubwa mno. Alafu niambie kwamba baada ya hapo unatafuta baraka ya ile nchi. Ya wale hicho ndio kizazi hicho cha kuijenga hiyo. Hicho kizazi kitakuwa ni cha kuchoma na kuharibu na kuangamiza. Lakini Bwana anasema hayo yote hakuna linalonishinda. Yote nayaweza. Wewe unaweza ukawa nuru pekee ukang'aa katikati ya giza jingi. Unaweza ukawa Danieli ukampendeza Mungu katikati ya Babeli. Waabudu miungu. Wewe tuangalie vipengele kadhaa. Kipengele cha kwanza kinasema matatizo. Tuangalie aina matatizo kadhaa na namna Biblia inaweza kuyatumia kutusaidia. Biblia sio unachukua Biblia unasema kuiishi ile. Wakati mwingine na kupata mashauri. Niko naandaa somo moja linasema wapi unapata mashauri yako. Yaani unataka kufanya maamuzi, unataka kufanya vitu fulani vikubwa, unapata wapi mashauri? Kwa sababu huwezi kaenda katika jambo, lazima mashauri ya kweli kutoka kwa Bwana. Unasoma matatizo mengi ambayo usingeweza. Mtu anatoka hapa, anaingia benki anakopa milioni 500. Anasema anaenda kuanzisha shule. Anaenda baada ya mwaka mmoja hana wanafunzi. Toka pale anapata kiharusi, mali zinauzwa na nini? Au baadaye akiona imeshindikana anajiunga na vyama vya siri. Mashauri ya Bwana aliyatafuta. Anasema katika Kumbukumbu la Torati 28:67 anasema mtafika wakati ambapo ikiwa asubuhi mnatamani ingekuwa jioni. Kwamba angalau kuna kucha matatizo ya siku yanaanza, ingekuwa imeshakuwa jioni ningekuwa napumzika. Ikifika jioni lile giza likianza sema angalau kungekuwa kumepambazuka nikayoona siku. Huna wakati ambao ni bora kuliko mwingine. Wewe mcha Mungu wa Bwana. Asubuhi ni njema. Jioni ni muda wa kufurahia usingizi wako. Atakulisha kidogo utashiba. Atakulisha kidogo utashiba. Tuangalie matatizo ya kiuchumi.
Ukisoma katika Biblia inaanzaje kutumika ni baadhi ya mistari. Biblia yote kwanza Biblia ni neno moja uweze ukasema kwamba mstari mmoja ndio unafanya kazi sehemu fulani. Lakini kuna mingine ambayo inakuwa kama chachu. Hem tuangalie chachu ya baadhi ya mistari ya chachu ya Biblia inayotuonyesha jinsi ya kutatua matatizo ya kiuchumi. Sasa hivi kuna matatizo mengi, matatizo ya kiuchumi ni matatizo makubwa. Jiulize mtu kwa mjini amepanga anajua mwezi ujao baada ya siku 5 apewe notice. Akiangalia kushoto hana chochote, kulia hana chochote, nyuma hana chochote, hana akiba, hana nini. Na mjini nyumbani alishafarakana nao haweza kumpokea. Na akienda bado unapataenda kwanza upya. Biblia inasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati ni kitabu cha 5 baada ya Hesabu pale na Kumbukumbu la Torati, Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, mlango ule wa somo 28:4-6. Sikiliza. Mlango wa 28 utagusa. Tushaugusa kwenye 28:67. Sikufungua lakini nimewaeleza kilichoko pale. Lakini ngoja tufungue. Kumbukumbu la Torati 28 unaweza kusoma vitu vingi lakini 4 na 6 tu. Tukazie tu sehemu chache. Anasema mstari wa 4 anasema utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Uzao wa nchi ni nini? Ndio mapato ya mahitaji yetu. Na ukianza na familia iliyo salama, uzao wa tumbo. Na uzao wa wanyama, hapo unaweza kuweka hata mshahara, unaweza kuweka ajira. Wenyewe unafanya. Na mifugo yako, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo na wakondoo zako, litabarikiwa kapu lako. Kapu ni nini? Ni sehemu unapo ndio uchumi huo. Kapu la mtu. Utabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Unarudi nyumbani kutokea kwenye mahangaiko ya maisha ya kazi, unarudi na baraka za Mungu. Unaamka asubuhi unatoka, unaondoka na baraka za Mungu. Lakini ni pale unapokuwa umetembea katika mapenzi ya Mungu kwenye neno lake. Sasa tunasema Biblia kwa hiyo tunaona Biblia hapa inatumika kama solution, kama suluhisho la nini? La kapu letu, uchumi wetu. Wewe mwambie mtu aliyebarikiwa kapu lake, huyu mtu analia njaa? Hapana. Siongelee mtu ambaye anaenda anakula rushwa, anajimilikisha mali za umma kwa vyeo vyake. Huyu atashiba, lakini atashiba lakini ni nje tu. Kumbukumbu la Torati tulikuwa tunaisoma 28, ukisoma 12 anasema zitabarikiwa hazina zako. Hazina, kapu, maongeo, kuingia na kutoka ni kitu kimoja. Kwa uchumi wetu unaweza ukabarikiwa, unaweza kaenda vizuri. Hivi wewe uulize, hujawahi kupitia sehemu ukakuta umefanikisha kitu kwa sababu hiki kitu sio kwa nguvu zangu, ni Mungu tu. Ningeweza kukikosa lakini ukakipata wewe. Amen. Hiyo ni baraka za Mungu. Baraka za neno lake. Ukisoma katika Zaburi ya 37 sitafungua pale kwa ajili ya mlango wa 37 wa Zaburi 25 mpaka 26 anasema hivi, na alikuwa mtoto na sasa ni mzee, lakini sijawahi kuona mwenye haki wa Bwana ameachwa wala mtoto wake anaomba mkate. Wewe ngombe huyo mtu huyo mtu ana matatizo ya kiuchumi. Anaweza siwe tajiri likubwa lakini sio omba. Mkate wa kula anao, mahitaji yake anayo. Hivi unakumbuka katika vitabu vya wafalme hivi mwanamke Mkananayo wakati wa Elisha, Mshunami tu wa Elisha. Mkananayo ni wakati wa wa Kristo. Na hata na hata wakati wa Sidoni na Tiro, Kanani.
wakati wa Elia. Wanawake namna hiyo, lakini tuseme wa Elisha. Elisha anaenda yule mwanamke anamwambia anasema si ndugu yangu. Na Elia vile visa vinafanana. Uchumi wao ulikuwa solved kwa uliboleka kwa uvuvio na baraka za Mungu wao. Yule mwanamke anasema jamani mume wangu amekufa na watoto wangu na wakati huo mtu akiwa alikuwa na deni au ana nini alikuwa anauzwa mtu anapelekwa utumwani analipia kwa mkono wake kwa maisha yake utumwani. Sema watoto wangu wanachukua wanapeleka utumwani na nini alafu mimi ni mjane. Elia akamwambia sema nenda una nini nasema nina chupa ya mafuta kidogo asema nichukue. Akaichukua. Mwambia haya anza kumimina kwenye pipa. Akamimina. Pipa linajaa. Maki mafuta ilikuwa ni mali kubwa muhimu sana hata leo mafuta ya kupikia bei yake. Lita moja shilingi ngapi? Ukikuta mabaya 7,000 6,000. Kuta itafika 9,000 10. Akaona anajaza pipa la kwanza. Anasema huna nyingine akasema yako madogo maana anasema yalete. Mimina chupa hiyo tulete mafuta na mimina. Vyombo vyote vikaja akasema nenda kwa majirani kaazima. Akaenda kwa majirani wakamwazima akasema basi bwana na sisi tunatumia. Akasema basi kama huna pa kumimina ishia hapo. Chukua mafuta uza, lipa deni alafu tumia hela yako iliyobaki. Unasema ni mambo ya kufikirika hapana. Kama unadhani mambo ya kufikirika jaribu kufarakana na baraka za Mungu. Utaona majibu leo kwa macho yako leo. Amina. Ndicho kilichotokea kwa Eli. Eli anafika pale kwa huyo mwanamke wa Tiro na Sidoni sehemu za Tiro na Sidoni. Anamwambia okay, naomba nisitoe mifano mingi. Yeye kwenye kipengele. Anasema nilikuwa mtoto. Daudi anasema na sasa ni mzee. Yaani nimeishi kipindi kirefu lakini mtu ambaye ni mcha Mungu wa Bwana mwenye kutumia Biblia sije kumuona anahangaika kiuchumi. By the way, kuhangaika kiuchumi ndani nasoma unajua Biblia usipokuwa na ufahamu pana unaweza ukadhani inapingana yenyewe kwa hiyo. Na uje kufundisha somo kwamba linalosema kwamba inakubarika mtu kuishi maisha kama ya kuungaunga hata kama baraka za Mungu ziko juu yake. Yaani asiwe yule mtu ambaye anaishi katika yaani mtu anje akikuangalia anaona huyu mtu hajabarikiwa lakini ukuta amebarikiwa. Labda ukakuta mtu ambaye ni familia haina Mungu nini wanakula nyama mara 5 kwa wiki. Mara 7. Alafu nyingine wanakula siku za Christmas na mwaka mpya au Christmas na Pasaka. Kama Christmas na mwaka mpya ni karibu. Uwezo kuzipata zote. Kama Pasaka labda. Lakini bado ukakuta huyu anayekula Christmas akala Pasaka amebarikiwa kuliko huyu mwingine. Hiyo nayo ipo. Twende kwenye katika kipengele cha kwanza tumeona kwamba Biblia neno la Mungu lina majibu ya maisha yetu ya kiuchumi, hazina zetu, kapu letu, mkate tutakuwa omba. Anaendelea katika kipengele cha pili matatizo ya kiafya. Katika vitu sasa hivi ambavyo ni agenda pana, tatizo kubwa ni maisha ya kiafya. Na sasa hivi watu wamefika sehemu fulani wakisalimiana kitu cha kwanza ni kuulizana kuumwa. Yaani kama kuumwa imeisha kuwa sasa kama agenda fulani yani kama salamu. Vipi kuna uzima huko? Mimi bwana nimetoka hospitali. Alafu mama mdogo saizi ana attend kliniki Rabinisia. Nini maneno kama haya. Yaani sio baraka za Mungu kuku. Vipi mkiongelea kwamba bwana tukutana nyumbani kwa fulani ndugu yetu tulikuwa tunampongeza labda mama yetu amefikisha miaka fulani akiwa anamtumikia Mungu. Vitu vizuri fulani. Lakini leo hii watu ni kuambiana kliniki zinazoendelea sehemu fulani na sehemu fulani ni kwa sababu watu wamezoea matatizo. Je, kuzoea matatizo ndio kuwa champion? Hapana.
Biblia inasema katika kumbukumbu la Torati mlango, naomba hii kumbukumbu la Torati leo tulikuwa kwenye, kabla tulikuwa kwenye 28. Tusome naomba nisisome nikueleze kilichoandikwa pale. Kumbukumbu la Torati 7:15 anasema tukifuata maneno ya Mungu, neno la Mungu na maelekezo yake, Mungu atatuondolea yale magonjwa makatili yaliyokuwa juu ya wa Misri. Wa Misri ni taswira ya watu wasio mcha Mungu, wasiohitaji neno la Mungu. Anasema yale magonjwa hatari yale yasiyotibika, ya mateso, ya hukumu, Mungu atatuondoshea haya. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba neno la Mungu tunavyokaa katika hilo linatusovia matatizo ya nini? Ya magonjwa. Tunatoka kuwa watu ambao tunasalimiana kwa salamu za kliniki. Tunaomba hiki, tunaomba hiki, na kuwa salamu za vitu vyema tulivyovifanikisha. Bwana nyie mko katika sasa hivi unasoma kitabu gani? Mimi nafikiri kama Joseph wakati mimi nakuuliza vipi amjambo huko, unasoma kitabu gani? Ndio salamu. Sijakuuliza vipi hujapata ugonjwa wa pingili za mgongo? Huo ndio salamu gani? Kama katika kitabu cha Nyakati, hapo lazima nifungue. Nyakati 16:12 anasema. Nyakati wa pili. Nimeshachoka nishaona. Kwanza mnaniangalia vibaya. Haya. Nyakati wa pili 16:12 nitakusomea pale haraka sana. Anasema hivi. Ni kwa habari za mfalme mmoja mwema tu, mfalme Asa. Mfalme Asa alikuja kamzaa mwanae alikuwa anaitwa Yehoshafati. Mfalme mzuri. Anasema akashikwa Asa na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 wa kumiliki kwake. Ugonjwa wake ukazidi sana, lakini hakumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali ukitumia King James yuko wazi, bali physicians ni tabibu, ni daktari. Hapa katumia neno waganga. By the way, katika Kiswahili mganga anamaanisha mganga wa kienyeji, lakini anaweza kumaanisha daktari. Ndio sababu kwani kuna daktari mkuu wa serikali, kuna mganga mkuu wa serikali. Wakatafuta. Kwa hiyo Mungu anamshutumu huyo mtu kwamba ugonjwa wake ulipompata, kichwa kwanza alichokimbilia ni kwenda kwa matabibu. Ugonjwa Biblia inasema ukamuua. Wewe ngambie, kabla hatujafikiria kukimbilia kwa matabibu na machanjo na manini, chanjo ya rohoni na Kristo. Sijasema kwamba watu wasichanjwe chanjo ya mwilini, lakini kisicho cha kwanza si kama naweza kana kama kuna watu hivi ushagundua kwamba wanadamu ni wepesi kuelewa kinyume kuliko kuelewa kimbele. Unachokisema sicho kinachoeleweka, kinaeleweka kisichosema. Sifa ulizompa sizo zinazopokelewa, zinatafutwa zisizosema. Hili gauni limekupendeza. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba ni hili tu, yale mengine yote. Yaani kila siku na gauni, katika magauni 20 ni moja tu linanipendeza. Si tumalize hili moja. Wewe mimi ndugu zangu. Mbona tunajicheka? Tuwe sio mtu mimi, hata mimi. Tuwe wepesi wa kupokea kitu kama kilivyokuja. Tusianze kusoma nyuma ya kamera. Jamani, asi uso wako leo unang'aa, umepaka nini? Ina maana na kisoko changu ndio kibaya siku tunaangalia kilichoko mbele jamani. Mbona unanisifia uso tu? Ina maana sasa huku kwingine ziko vipi? Natoa mfano tu mmoja. Kwa hiyo tueleweke zaidi kwa kile tunachomaanisha kabla kile tusichokimaanisha. Na hilo ni chanzo pia cha maugomvi kati ya wanadamu. Kwa hiyo tunamuona wewe huyo alichokifanya mfalme Asa sicho wa Kristo anachofanya. Kristo hata ikifika sehemu fulani anaenda kumeza dawa. Hata ukiona aibu kushukuru kuziombea mbele ya daktari au mbele ya nesi au mbele ya mfamasia, au ni dawa umezinunua utumia kwako, moyoni kabla ya kuzimeza mshukuru, mwambie Mungu naomba utumie hizi dawa kunitibu. Tusitangulize kemikali. Lakini nimesema tusitumie hizo dawa.
Mimi natumia dawa. Na nawapa watu dawa. Na waandikia watu dawa. Lakini wakati mwingine ikumbukwe ni nani wa kwanza. Kusoma katika kitabu cha nisome pale. Kitabu cha tuko tunaangalia Biblia kama solution. Neno la Mungu kama suluhisho la matatizo ya kiafya. Asa anakufa kwa sababu ameiweka pembeni, hakumtafuta Bwana, badala yake akatafuta matabibu. Wewe kwambie hii kitu inawapata 90% ya Wakristo. Ndio. Marko Injili ile ya pili katika Agano Jipya ndio kitabu cha pili, Marko 5:25 na mpaka 27. Kama tuende haraka kidogo. Bwana natamani nimalize lakini sipenda kumaliza bila kutimiza wajibu, kutimiza makusudi. Marko 5:25 anasema hivi mpaka 29. Marko 5:25 mpaka 29. Anasema na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi. Ngombe hii hali ndio inawapata Wakristo wale. Unamkuta ana kadi za hospitali 6. Ya kaskazini Rabinisia, ya mashariki Muhimbili, ya magharibi Mloganzila, ya kusini siji kwa Dr. Kapona siji kwa nini. Leo anasafishwa kizazi, kesho anatolewa nyuzi. Kesho yani anazunguka, hana hata Mungu wake, Mkristo. Mungu anasema siku za mwisho kuna atahukumu dunia kwa vitu vitatu kabla ya ile hukumu kubwa. Vita, njaa na magonjwa. Wewe kwambie Mkristo unasikia. Usikubali. Huyu mama alikuwa ameshakuwa mteja alikuwa na kadi za hospitali zote. Sikiliza maneno. Sema mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12. Nimesema watu wasiende hospitali. Bana nimesema watu waanze na imani na Mungu wao. Hata kama akiwa ndani ya hospitali wakijua kwamba Mungu anatumia mkono wa yule daktari. Yule nesi. Anasema na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi. Amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo. Hawa madaktari ndio hospitali za sasa ambazo unakuta unaweza kupewa dawa 4 zenye kutibu ugonjwa mmoja ambapo dawa moja inaweza kutosha au 2. Unapewa 6. Aliposikia habari za Yesu, alipita katikati ya mkutano kwa nyuma akaligusa vazi lake. Maana alisema nikiligusa mama. Yule mama akapona. Yesu alisema mwenye afya hamuhitaji daktari bali yeye aliye mgonjwa. Aliye mdhaifu. Kulingana na neno la Mungu tunahitaji madaktari. Lakini Yesu hakuwa na maana kwamba anza kwanza kwa daktari ukishindwa njoo kwangu. Ne anza na Bwana na hata wewe wame uhitaji usisubiri kuugua ndio uende kwa Kristo. Kana Kristo prevention is better than cure. Zuia kabla hata ya kushambulia. Na hiyo ina apply hata katika matibabu ya kawaida. Njoni watu wote, njoni kwa Kristo wote ambao mnaumwa. Kwa nini msingekuja bila kuumwa sasa? Hivi Kristo anapendezwa sana na watu wanaokuja kwake siku anauma tu. Kristo ni mwenye rehema na nguvu nyingi na huruma nyingi, lakini inampendeza pale tunapomtafuta hata wakati hatuko kwenye taabu. Kanuni nzuri kubwa. Tumtafute Bwana wakati hatuna moja kwa moja tatizo la kumhitaji. Leo tumekuja hapa sio kwa sababu hatuna uwezo wa kula mchana, tuna uwezo, sio kwa sababu wote tunaumwa. Labda tunaokaa ugonjwa hapa na pale. Tumekuja kwa sababu ni utukufu wa Mungu wetu. Hatukuja kwa ajili ya kutafuta. Kuna watu wanaenda kanisani kutafuta baraka, ndio sio? Ole wao wazipate. Mguu wa mwisho.
na njia nayo ikawa naifuta kabisa. Kuna wengine wanaenda kutafuta ajira. Wengine wanaenda kutafuta mke, mume. Watu wote ambao mnaona mnakaribia kufikisha 30 lakini hamjaolewa wala hakuna anayewaulizia njoni, unakuta msongamano, foleni. Kama kudhalilishana vile. Wanawake wote ambao wanaonekana hamjasalimiwa tangu wiki nzima, panga mstari hapo. Unakuta wamepanga. Hamjawahi kuona? Vijana ambaye kila ukimgusa unakuta tayari shachumbiwa. Njoni hapa. Unakuta tu vijana tunakuja na tusuru litwake tu. Hapana. Matatizo ya ndoa na miji na familia ni madogo ni makubwa. Nahitaji kuhubiri hiyo habari. Unahitaji kuhubiri kwa sababu ni kitu utakutana nacho ukitoka hapa ukini hapa utasikia utaitwa kusuluhisha utafanya nini vingi. Ndani yake kuna matatizo ya ndoa, watoto, nini, chumi. Leo hii katika mataifa ya dunia hii, nchi kama Spain zikifungwa ndoa 186 ndani ya miaka mitatu zinakuwa zimeachika. Hispania, Urusi, ni mahesabu ya wanadamu lakini yana reflect au yanatoa taswira. Urusi 74%. Yaani katika ndoa 100 zikifungwa ndani ya miaka mitatu 74 zinakuwa zimeshavunjika. Zinakuwa zimebaki ngapi? 26. Ukraine pamoja kwamba wako vitani hawamuogopi hata Mungu wao. Zinavunjika 71. Zimebaki 29. Ufaransa 55 pamoja kwamba wanalewa na pombe zao. United States Marekani 45. Wao wanasema ni zaidi. Kumbukumbu la Torati mlango wa 28. Sikiliza hii solution ya ndoa pamoja solution ya ndoa ni nini? Ndoa zina matatizo hazina matatizo. Solution ya ndoa ni Efeso 5:22. Enyi wake watiini waume zenu kama vile kumtii Kristo. Na solution nyingine ya pili, enyi waume wapendeni wake zenu kama vile Kristo alivyopenda kanisa lake akalifia. Hiyo ndio solution. Solution sio kwenda kwa msaikolojia, psychologist, sasa nini akaanza kuwafundisha na hapana. Anasema katika kumbukumbu la Torati mlango wa 28. Ngoja nisome haraka naona kama kuna watu wameshaanza kunichafulia ibada. Watulie. 28:30 anasema hivi 28:30 sikiliza solution moja hapo. Umetoka kuhitaji solution moja au solution kwa nini? Efeso 5 wake wanaowatii waume na waume wanaopenda wake zao. Ukishasema mimi bwana ni 50 kwa 50 alafu hata ukienda kuzimu hutapata solution. Hutapata suluhisho. Ndoa za 50 kwa 50 si ndo zinahubiriwa mpaka makanisani? Alafu anakuambia nenda zikigoma nenda kwa Chris Mauki malaya fulani. Yuko hapo mjini. Na msaikolojia mwingine katika matapeli kabisa wakubwa wa saikolojia. Matapeli na Biblia iko wazi naweza kuthibitisha kwamba nitakuja kulifanya somo la Jumapili. Nithibitishe kwa maandiko mengi. Lakini sasa hivi ndio wanachukulia kama ni ngoja kwambie kuna matapeli wa aina mbili wa haraka naweza kuwasema. Matapeli wa kiroho ndo manabii wa makanisa ya pesa na matapeli wa kisaikolojia. Wanachojua ni kusanya hela. Kumbukumbu la Torati 28:30 anasema hivi. Sikiliza solution nyingine. Utaposa mke na mume mwingine atamchukua. Utajenga nyumba usikae, utapanda mizabibu usitumie matunda yake. Hiyo ni solution kinyume chake. Yaani ukifanya kinyume na hiyo ndio unapona. Unaenda unalipa mahali, unapoza unafanya nini unafika pale mke anakusaliti. Unaanza upya. Nani ananielewa? Ndivyo ilivyo. Solution yake ni kwamba tukisimama katika yale maelekezo ya ile ndoa, ya ile familia, ya yale malezi, inakuwa inasolve hayo matatizo yote. Yeremia
Yeremia 8:10 naye anasema kitu kama hicho. Naona muda umeniacha. Siku I don't know. Ngoja niangalie haraka kama naweza nikafika pale. Yeremia 8:10 anasema hivi. Yeremia 8:10 anasema hivi. Anasema basi kwa hiyo nitawapa watu wengine wake zao na mashamba yao nitawapa wale watakao wamiliki. Hapo kuna matatizo ya kifamilia, ya kiuchumi na nini. Anasema unatafuta vitu vyako anachukua mtu mwingine. Na ni kinyume chake vile vile. Binti anaenda naolewa anagundua mume wake ni mume wa kila mwanamke. Nielewe. Hosea 9:14 anasema uwape nini? Anasema uwape matumbo yasiyozaa na matiti makavu. Matatizo ya ndoa hayo. Leo hii ukienda katika familia nyingi utakuta hawana uzao, hawana nini, nenda katikati ya wasomi ambao wanaamini katika sayansi kuliko Mungu wao. Amen. Mungu anawapa matiti makavu na matumbo ya chuma. Vizazi vya chuma. Ibrahimu mke wake kidogo achukuliwe na Abimeleki. Na hata na Farao. Lakini Mungu akaisimamia neno kwa sababu Ibrahimu alikuwa mcha Mungu. Mungu akamwambia Abimeleki akasema huyu mke wala usimguse mrudisha kwa mwenyewe. Kwa sababu alikuwa naishi ile ndoa ikabaki salama. Vinginevyo Sara alikuwa anachukuliwa. Mwanzo 20:3-7. Hoja mwisho tatizo jingine lolote lile. Yaani nimetaja uchumi, ya kifamilia, ya kiafya, nani. Ukisoma Zaburi ya 121 labda ni haraka sana siji kama itakuwa nimefika huko. Zaburi ya 121 anasema hivi. Zaburi ya 121 mstari ule wa 6 mpaka wa 8 anasema hivi. Anasema hivi. Jua halitakupiga mchana wala mwezi wakati wa usiku. Bwana atakulinda na mabaya yote. Atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na uingiapo tangu sasa na hata milele. Atakulinda na ajali, atakulinda na mihanga na mambo mengine. Tumetaja yale machache tukasema na mengine yote. Biblia inasema atakulinda kila kitu. Mathayo 19:26 anasema kwa Mungu kila jambo linawezekana. Kwa wanadamu unaweza kusema hivi nitaweza kupita katika magumu haya watu wote wanapitia haya ndio. Kwa Mungu kila jambo linawezekana. Matatizo yote yale. Nani kwa pamoja na mimi? Tumejifunza somo linalosema Biblia neno la Mungu ni majibu na majawabu ya kila aina ya tatizo na changamoto. Mungu awabariki sana. Asante Bwana Yesu Kristo kwa neno hili. Tuomba tuandike salama utukusanye wakati mwingine. Tuomba baraka zako ndani ya wiki hii, baraka za kula, za kunywa, za kufurahi, za kusoma neno lako. Mungu baraka pia za amani. Tunakushukuru Bwana katika jina la Kristo. Nakupokea yote.